usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mahakama ya Kisutu nilikuwa kwenye kesi ya mwenyekiti. Nilikuwa katika utekelezaji wangu wa majukumu ya kila siku. Mimi ndiye ninasimamia itifaki kwa upande wa chama baina kuunganisha aidha ni wanachama, viongozi wa chama pamoja na wageni mbalimbali, mabalozi pamoja na mahakama. Kwa ili waweze kuingia mahakamani kwa utaratibu mzuri bila bugudha na bila vurugu, mimi kama katibu wa kanda ninao wajibu wa kuhakikisha kwamba nasimamia itifaki ya namna hiyo. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba siku hiyo wanachama walijitokeza wengi na jeshi la polisi walionyesha kwamba hawafurahishwi na namna ambavyo wanachama walijitokeza wengi wanakwenda kumlilia mwenyekiti wao wa taifa. Yaani jeshi la polisi linaweza kuchukia wanachama na wananchi kwenda kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili mheshimiwa mwenyekiti. Kwa baadaye polisi walitaka kunitoa nje kwa nguvu, wakiwa wananidhalilisha, wakiwa na nisukuma, lakini mimi nilikataa. Nilikataa kwa sababu gani? Kwa sababu ninajua wajibu wangu mimi kama kiongozi, nini ambacho natakiwa kufanya. Lakini pia polisi walidhani kwamba ili uwe katibu wa chama fulani ni lazima pengine uwe umevaa suti, umependeza, labda yani umependeza, umevaa suti, umepiga na tai. Lakini mimi sio hivyo, kwa sababu mimi bado ni kijana na ninatumikia vijana wenzangu pamoja na kwamba ni wananchi kwa ujumla, lakini idadi kubwa ni vijana. Kwa hiyo ni lazima ni dress kwa namna ambavyo vijana nao wanapenda tuonekane hivyo. Kwa hiyo mimi natoa rai tu kwamba kwa jeshi la polisi kwamba wao wanafuata utaratibu. Sisi tunawaheshimu, lakini na wao lazima watuheshimu. Wasipotuheshimu na sisi hatuwezi kuheshimu. Kwa sababu hiyo mimi nilikataa, nilireject udhalilishaji wa namna ile na baadaye niliendelea na utaratibu wangu. Hali ya kisiasa nchini kwa sasa ni mbaya kulinganisha na kipindi chote ambacho mimi binafsi nimeingia kwenye siasa. Nimeingia kwenye siasa ya vyama miaka 13 iliyopita na sikuwahi kushuhudia mazingira ya kisiasa magumu na mabaya kama kipindi cha sasa. Tumeshuhudia Oktoba 29 namna ambavyo kulifanyika uchaguzi ambao kimsingi ni uchaguzi batili, uchaguzi ambao hujatokana na kura za wananchi. Na tumeshuhudia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Wananchi ambao walitoka barabarani wakiandamana wakiwa wana silaha. Tumeona baadhi ya video zikionyesha namna gani jeshi la polisi wanawarushia risasi wananchi ambao hawana silaha. Kwa hiyo inaonyesha namna gani kwamba mazingira ya kisiasa ni mabaya na ni magumu kuliko kipindi kingine chochote kile. Lakini jambo la pili, demokrasia. Demokrasia ya nchi yetu bado ni demokrasia ambayo ni mbaya sana kulinganisha na mataifa mengine, lakini kuzilinganisha na misingi yenyewe ya demokrasia. Kama tumeruhusu siasa ya vyama vingi katika taifa letu, lakini chama tawala kwa kushirikiana na serikali wanaweza wakaminya uhuru wa chama cha demokrasia na maendeleo kushiriki siasa kupitia mahakama, ni dhahiri shairi kwamba demokrasia bado ni mtihani mkubwa katika taifa letu. Tunashuhudia kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimepewa zuio la mahakama. Mwenyekiti wake Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu yupo gerezani zaidi ya miezi 8 sasa. Lakini pia chama hakiwezi kufanya shughuli zake za kisiasa. Kwa chama ambacho kimesajiliwa kwa mujibu wa sheria kinazuiliwa kufanya shughuli zake za kisiasa. Hii haihitaji uwe na akili kubwa sana kuelewa kwamba demokrasia nchini Tanzania haitekelezwi kwa vitendo. Ni demokrasia ya maneno matupu tu. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.